Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Mkuu wa wilaya ya Tarime Mheshimiwa Edward Gowele amewapongeza mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa jitihada wanazochukua kupambana na magendo katika mipaka ya sirali unaounganisha nchi ya Tanzania na Kenya, huku akitaka jitihada zaidi katika kutoa elimu ya madhara ya magendo kwa wananchi wote ili waweze kujiepusha na shughuli hiyo. Kama ambavyo tumeona katika kukimbizana haya magendo, wengine wamepata madhara. Kuna waliofariki kwa kupata ajali na vyombo vya moto wakiwa wamebeba magendo, lakini wapo ambao wamepata ulemavu wa kudumu, wapo ambao wamepata hasara ya kufilisiwa vyombo vyao vya moto ambao wanavitumia kwenye magendo. Lengo la serikali sio kuwafilisi, lengo la serikali nataka wao walipe kwa kufuata taratibu na wao waendelee kutunza familia zao, waendelee kufanya mambo ya kiuchumi kwa kupitia vyombo vyao, lakini tufanye zile biashara ambazo ni halali. Zile haramu za magendo tusingependa kuona wananchi wanafanya. Na tuendelee kutoa elimu mpaka vijijini, kwenye maeneo yote kwenye mpaka, ili sasa tuweze kuongeza mapato. Lakini pia ushirikishwaji wa taasisi zingine na wizara zingine kwenye swala zima la kudhibiti magendo, lakini pia na mazao ambayo yanatoka ndani ya nchi yanaenda nje ya nchi jirani. Tuendelee kushirikiana na maafisa wa Wizara ya Kilimo kuweza kudhibiti utoroshwaji wa mazao kwenda nchi jirani, lakini pia kufanya kazi na taasisi zingine kama ambavyo tumekubaliana. Slogan yetu ni teamwork. Vyombo vya ulinzi na usalama na taasisi zingine zote za umma ili kumsaidia Mheshimiwa Rais. Lakini leo tumeweza kufanya hiyo outreach kupitia katika maeneo ya mpaka wa Sirari. Lengo ni kuelewesha umma, kufanya matangazo, kuongea na wananchi juu ya madhara ya vitendo vya magendo. Kwa sababu tunajua ni kwamba kama bidhaa zitaingia nchini au kutoka nchini bila kupitia milango ya forodha, kuna athari kubwa kwa serikali, itakosa mapato, lakini pia wananchi wanaweza kutumia bidhaa ambazo hazijathibitishwa ubora. Lakini pia kwa wananchi tunapoteza nguvu kazi, kwa sababu kukimbizana na magendo ni kwamba vyombo vyao vinataifishwa, wanapata ajali, vifo, lakini pia kulipa faini na penalty kwa zile kodi ambao wanataka kukwepa. Lakini pia tumeweza kupitia redio yetu Sachita ya wilayani Tarime kuweza kuhabarisha umma ili waweze kujua madhara ya vitendo vya magendo. Mwitikio ni mzuri, tumepata maoni mengi na shukrani nyingi kwa elimu hiyo. Lakini pia na leo hii tumetembelea shule ya sekondari Tarime kuweza kukutana na wanafunzi kwa minajili kwamba kuweza kuwapa elimu ya kodi, lakini pia kuwaeleza madhara ya magendo, lakini pia kutengeneza uzalendo kwa wanafunzi hawa kwamba waweze kushirikiana mamlaka ya mapato taarifa kuweza kutoa taarifa ya vitendo vyote watakavyovipata vya kimagendo, lakini kuwapa elimu ya kodi kwamba misingi ya kodi ni miwili, kwa kudai risiti lakini pia na faida. Tunaamini hawa ni wateja wanaporudi nyumbani, lakini wanapokwenda kununua vitu, kwamba manunuzi yote ambao watayafanya bila kudai risiti basi hayatahusika katika kodi. Kwa hiyo sasa tumeomba waishi kauli mbiu ya ukinunua dai risiti, lakini ukiuza toa risiti, ili sasa watu waweze kutunza kumbukumbu za mauzo yao na walipe kodi ambayo ni sahihi. Lakini pia tumewaonyesha madhara ya vitendo vya magendo kwamba serikali inakosa mapato, na ikosa mapato yale wanayoyahitaji kwa serikali yao sikivu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawawezi kuyapata, kama elimu bure, vitabu, ajira, walimu. Kwa hiyo tumewaonyesha kwamba serikali haina sehemu yote ambapo inapata fedha, haina duka, inategemea kodi ambazo wananchi wanalipa. Lakini mamlaka ya mapato Tanzania TRA wametufikia hapa shuleni, na kiukweli mimi kama mwanafunzi nimefarijika sana na nimepokea vitu tofauti ambavyo tumefundishwa siku ya leo, ikiwemo kuhusiana na swala zima la bidhaa za magendo ambazo zinaingia taifani kwetu, hususan kwetu sisi wananchi ambao tunaishi mipakani hapa Sirari, lakini pia wale wananchi wanaoishi Kagera. Ni bidhaa mbalimbali ambazo zinaingia kimagendo pasipo kutolewa taarifa katika serikali, ambazo zinatuletea sisi madhara kama Watanzania. Mfano, zinatuletea madhara kiafya, pia zinaweza kupelekea hata kuvuruga amani katika taifa letu, kwani kuna silaha au madawa mbalimbali yanayoingia pasipo kutolewa taarifa. Hivi vitu vinapelekea kulihujumu taifa letu, na pia vinaweza kupelekea madhara makubwa sana, hususan katika swala la afya. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.